ambaye anasikia maombi na anajibu katika jina la Yesu Kristo. Pia tu Bwana, tunakwenda kusikia neno lake, akuzungumzie, akunenee, akuhudumie kwa njia ya kipekee katika jina la Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu kila wakati na anatenda mambo. Mungu anaweza mambo yote. Ambia tu Bwana, naomba unizungumzie tunaposikia neno lako. Bwana, ninaomba uniongoze, uninenee katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu unaweza mambo yote. Pokea sifa na utukufu Bwana, kwa maana unaweza, unastahili Jehova. In the mighty name of Jesus, we worship. Jina la Yesu Kristo, tunakiria kwamba wewe ni Mungu, unastahili sifa na utukufu Jehova. Tunapoenda kusikia neno lako Bwana, tunaomba utunenee, utuzungumzie Jehova, utembee katika ibada hii Mfalme, kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa wema na fadhili, asante kwa upendo wako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. In the name of Jesus. Pigia praise and worship makofi mazuri unapoketi katika jina la Yesu Kristo. Napigia makofi mazuri. Kama hujawahi simama hapa, huwezi ukajua ugumu wa kusimama hapa. So pigia praise and worship makofi mazuri kwa hiyo kazi wao wanafanya katika madhabahu ya Mungu. In the name of Jesus. Pia nawe jipigie makofi kwa sababu wewe ni mtu wa maana na Mungu anakupenda. Asante. Salimia tu mwenzako na umwambie you may have your seat in Jesus name. Msalimie na hizi salamu za corona tafadhali. Hizi salamu za corona umwambie have a seat. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Natumai Mungu amemuongoza kufikia mahali tumefika. Bwana Yesu asifiwe. Githe mutikira thimito ni Ngai kumuria turigaine. Amen. Hata mimi Mungu amenilinda, ameniongoza na kufika mahali nimefika. Hakika ni mkono wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa nauliza Mungu, ulinitia kazi gani Kaigule? Lakini nimekuja kugundua ile kazi Mungu alinitia Kaigule ni ya maombi. Hakuna kitu kingine. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kazi tu ya maombi. Na ndio maana nilimwambia this is the house of prayer. Hii ni nyumba ya maombi. Inaitwa PAG Kaigule, the house of prayer. Nothing else. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna kitu kingine. Na katika hali ya maombi Mungu akanipatia revelation, akaniambia kuna kazi nyingine nimekupatia Kaigule ya kutabiria mifupa mikafu, kurathira mahindi momo tondu ni maiki. Mwana ni rogosho
Ezekieli atwarirwo gĩtuamba-inĩ kĩa mahĩndĩ momũ, akĩonio mahĩndĩ momũ. Bwana asifiwe. Akĩũrio mahĩndĩ maya no macoke muoyo. Agĩũka akĩra Ngai, nowe tu ũĩ. Maũndũ mangĩ no Ngai ũĩ. Bwana asifiwe. Ndũngĩmenya, ni Mungu tu anajua. Bwana Yesu apewe sifa. Akĩrwo nĩ Ngai ambĩrĩria kwaria, rathĩra mahĩndĩ macio momũ. Biblia yugaga o ihĩndĩ rĩkĩambia kũgĩa na muoyo. Bwana Yesu apewe sifa. No ũguo nĩguo Ngai areka kaigũrĩ. Tunatabiria mifupa mikafu ianze kupata hai. Bwana Yesu apewe sifa. Maũndũ marĩa mekagwo kanitha-inĩ kĩanjĩrĩria na matiĩkagwo rĩu yaanze kufufuka. Kama ni maombi, kama ni roho kutembea, watu waanze kuokoka katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo ndio kazi yenye Mungu ameniitia. Hakuna kazi nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Gũtirĩ wĩra ũngĩ Ngai anjĩtĩire tiga wa kũrathĩra mahĩndĩ momũ. Kanitha wa Ngai ũgĩe na muoyo rĩngĩ. Bwana asifiwe. Actually Biblia yugaga andũ acio magĩire na muoyo matuĩkire thigari. Bwana asifiwe. Cia kũgitĩra Israeli. Bwana asifiwe. Ile mifupa mikafu Mungu anafufua, itakuwa na nguvu, na hiyo ndio itakulinda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ni Mungu anafanya kazi yake, sio kazi ya binadamu. It is the work of God. Bwana Yesu apewe sifa. So sifa na shukrani zote zimrudie Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Karibuni sana wageni wetu. Asante sana mzee, tumekuwa tukikutana na wewe, lakini kuna kitu moja huwa napenda na wazee. Wazee hawatakagi maneno mingi, ni kuongea tu na kutenda. Bwana Yesu apewe sifa. Asante sana, karibu sana, tumikie Mungu katika hii nyumba yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na mulilia tulilia ndokire huko. It is the time of kaigũrĩ. Tumefanya kazi mingi, tumejenga makanisa mingi, lakini kaigũrĩ itajengwa lini? It is the time of kaigũrĩ. Let us come together, we build a sanctuary, we build a church for our generation. Bwana Yesu apewe sifa. Kanitha ũyũ nĩ waku. Mwathani arogocwo. By the way, wakati yule mzee alikuwa anaongea hapa, kuna kitu kilikuja in my heart. Kasema sasa hawa wazee wote bwana, kiwaangalia hivyo ona netongu. By the way, ukirora kiongo none tiare Mwathani arogocwo, tutihanaine ni atongu. Bwana asifiwe. Meno tonga mwingi muno, lakini watakalia hizi viti mpaka lini? Kai mutirona ugwati. Mwathani arogocwo. Niĩ ndĩrerire mũthuri wa kanitha atĩrĩrĩ, niĩ andũ matikoinamĩria mĩgongo kanitha-inĩ, tutanunua viti uikarage wega. Mwathani arogocwo. Kuhonoka ti kũrita andũ a Ngai. Bwana asifiwe. Ona iko tuli ahonoku na tuli ihurie na roho ri, reke tugure tutithaka tutiuroka kanitha ukaigua you are very comfortable. Ona nitangike na ngihunjiria mundu haitha igima shwari na ndiramenya nduri na handu ngitira. Bwana asifiwe. Kuna mzee ananifurahishanga sana, anakanga tu pale na nimenyaga. Mwathani arogocwo. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Amen. Mungu ni mwaminifu na anatenda mambo katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuingie katika neno la Bwana la siku ya leo, na mtaniruhusu nitumie lugha ya Kiswahili kwa sababu nilimwambia kaigũrĩ huwa tunaenda mbali. Bwana asifiwe. Huwa tunahubiria watu wengine wako mbali, wako nje ya Kenya, na huwa wananipigia simu wananiambia tunapata ujumbe. Bwana Yesu apewe sifa. So ile simu mnaona pale kuna kazi inafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Inapeleka mahubiri yetu live kwa Facebook na kwa YouTube. Na nilikwambia kama umebarikiwa na simu ya smartphone, enda tu subscribe our YouTube channel. Utafinya tu Pastor Julius Munga. Ya Facebook ndio inaitwa PAG Kaigũrĩ House of Prayer, but YouTube utafinya Pastor Julius Munga. Bwana Yesu apewe sifa. Kifika pale, kitu ya kwanza subscribe, alafu uangalie mahubiri yetu yote kutoka siku ile nilikuja hapa mpaka saa hii. Hayo mahubiri yote mpaka hiyo ya mifupa mikafu utaipata huko ukitaka kurudia. Bwana Yesu apewe sifa. Enda tu pale utapata tena. Etigua. Najua Mungu atambariki na atamtenda mema. Siku ya leo nataka I want to introduce a topic yenye itatupeleka kwa sababu kama bili zinakuja. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kuintroduce kitu kinaitwa series.
series. Ukienda katika shule ya Biblia utaelewa series ni nini. It is a topic yenye hatuwezi tukamaliza kwa saa hii, itatupeleka kwa saa kama 2 hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninataka kuzungumza kuhusu heaven, mbingu, iguru. Mwathani arogocwo. Abe mwenzako heaven. Na wakati unasikia hili jina heaven limetajwa, ni nini inakuja kwa akili yako? Nikigiuka meciria-ini maku rĩrĩa waigua kiugo heaven kiagwetwo heaven, iguru, mbingu? Wakati unasikia mbingu, ni nini inakuja kwa mind yako? Paul, mbingu unaelewa ni nini? Ni gushoka kwa Mwathani. Iguru, okay. Anaelewa ni kurudi kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Yeah. Director, rĩrĩa waigua iguru rĩagwetwo nikigiuka meciria-ini maku? Uri unene wa Ngai uko. Oguo iguru ni unene wa Ngai. Uri unene wa Ngai ukoragwo. Kĩu twĩtaga iguru. Mũthiro kanitha. Iguru ni naku. Kana nikigiuka. Amen. Pigie mzee kanisa makofi mazuri. Amen. Rĩrĩa iguru rĩagwetwo nikigiuka meciria-ini maku? Yeah. Ni Ngai. That means rĩrĩa waigua iguru rĩagwetwo rĩ, nĩ ũmenyaga nĩ kwa Ngai. Etiguo iguru ni kwa Ngai na gũkũ thĩ ni kwa andũ. Etiguo simply ũguo nĩguo tũngĩtarĩria iguru. Mwathani arogocwo. Iguru ni nakũra iguru kwa Ngai na gũkũ thĩ rĩ gũtikĩrĩ kwa andũ. Etiguo no Ngai aikaraga kũ? Aikaraga iguru. Na ithuothe tũriragĩria gũthiĩ iguru. Etiguo. Aha. My theme inasema, nimekwambia topic ni heaven. Theme, understanding the heavens. There is a difference between topic and a theme. Tumaruto no tulithomo kahora twatwarana na inyuĩ. Mwathani arogocwo. Tondu simulipewa pastor amefanya theology. Hata nyinyi lazima mkae kama washirika wamesoma theology. Bwana asifiwe. You'll be strong Christians. Na ninajua Mungu atambariki. My theme is understanding the heavens. I'm not talking about heaven, I'm talking about heavens. Iko na S mwisho. Heavens. Kuna tofauti ya heaven na heavens. Bwana Yesu apewe sifa. Understanding the heavens. Na kabla tukuje kwa hilo jina heaven, ningependa tusome katika kitabu cha Danieli 10 mlango wa 12 mpaka wa 3. Daniel chapter number 10. Daniel chapter number 10 and verse 12 and 13. Nataka tuelewe kuhusu mbingu na vile Mungu huwa anafanya kazi, kwa sababu haya mambo ni muhimu wa Kristo waelewe. Usije ukahubiriwa injili ingine yenye haina maana. Tuitoe katika Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Daniel chapter number 10 verse 12 to 13. Koroko na muhuburia wa Gikuyu wa naihenya no andeithie muno. Kwĩ mũndũ ũkinyĩte na Biblia ya Gikuyu? Ya tuthomere Danieli 10 12 to 13. Nake mũndũ ũcio akĩnjarĩria akĩnjĩra ũũ atĩrĩrĩ, we Danieli, mũndũ mwendeku makĩria, ta tega gũtũ ũigue ũrĩa ngũkwĩra.
ona urugame na iguru tondu ndumitwo ari we. Nake akinjira uguo ngirugama na iguru o nginainaga. Hindi iyo agikinjira atiri, Danieli, tiga gwitigira tondu kwaria gwaku gutuire kuiguagwo akuma o muthenya wa mbere uria wetĩkĩrire gũtuĩria ũhoro ũyũ na ngoro yaku na ũkĩnyihĩria Ngai waku. Niĩ na niĩ njũkĩte rĩu nĩ ũndũ wa ciugo icio ciaku akĩũmbe. No mũtongoria wa bũrũri wa Perisia nĩeyũmĩtie harĩ niĩ matukũ 21 o nginya Mikaeli agĩkiuga akĩndeithĩria, na nĩwe ũmwe wa atongoria arĩa anene. Ningĩ rĩu arekerirwo na athamaki acio a Perisia, na rĩu ndigiũkĩte harĩ we ngũmenyithie maũndũ marĩa magoka andũ anyu. Na wakinyia 13. Okay, kinyia hau. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kuongea kuhusu mbingu, na ningependa nikuambie ya kwamba wakati tunaongea kuhusu mbingu, mbingu ni Mungu aliumba. But God did not create heaven. He created heavens. Kabla tufike kwa mbingu au heavens, wacha kwanza tuangalie mtumishi wa Mungu anaitwa Danieli. Danieli alikuwa ameitwa na Mungu, na alikuwa ameambiwa na Mungu uende na utambiria wana Israeli wakiwa mateka. Lakini kuna wakati Daudi alianza kuomba, akiombea wana Israeli. Na maandiko yanatuambia kwamba kwa miaka au kwa siku 21 Danieli alikuwa naomba. Praise the living God. Zilikuwa wiki tatu. Wiki tatu ni 21 days. Hizo ndizo Danieli aliomba, akiwa amefunga na akiwa amevaa gunia, akiwa amevaa matapara ili amuombe Bwana, akiwa in prayers and fasting for 21 days. Lakini maandiko inasema ya kwamba maombi yake ilikuwa imeshikwa by the kings of Persia. Praise the living God. Kuna mfalme alikuwa ameshika maombi yake. Verse 12 inasema ya kwamba then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. Maombi ya Danieli yalijibiwa kitambo, lakini kuna malaika alikuwa ameshika maombi yake. Praise the living God. Ule wakati Danieli aliwaza, Bwana Yesu apewe sifa. Ule wakati Danieli alifikiria kuhusu maombi, ule wakati alianza kuomba, huo ndio wakati mbingu ilisikia maombi na ikajibu. Lakini in between heaven and Daniel kuna kitu kilikuwa kinafanyika hapo katikati, na hiyo kitu kilikuwa kinafanyika ndio nataka tuelewe vizuri, so that we understand about heaven. Praise the living God. Tuelewe kuhusu mbingu, na ni vizuri uelewe ya kwamba kama maombi ya Danieli kuna malaika wa shetani alikuwa ameyashika. Inaweza kuwa kuna mtu umeomba kwa muda mrefu, lakini unashindwa ni kwa nini Mungu hajibu maombi yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa nini lile jambo niliambia Mungu limekawia sana? Ningependa nikuambie, ukielewa kuhusu mbingu utaelewa kuhusu kumuita Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe
Na ni vizuri ujiulize, which kind of a heaven you usually direct your prayers? Ni mbingu ya aina gani? Wakati tunasema our Father who is at in heaven, kuna vitu mbili unafaa kujiuliza. Ni baba mgani? Baba wetu uliye mbinguni ni baba mgani? Jambo la pili, uliye mbinguni ni mbingu gani? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu mbingu tutaona si moja, kuna mbingu tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mbingu tofauti. Now, what to make the difference is where you direct your request. Mahali unapeleka maombi yako. Haria ni iguru lilikuitaga. Lili unaugareke iguru lia gailiokeri. Ni iguru lilikuitaga. Praise the living God. Kwa sababu mbingu sio moja. Danieli ni mtumishi wa Mungu, lakini maombi yake yalikuwa yameshikwa na malaika. Na kama maombi ya Danieli yalikuwa yameshikwa na ufalme wa giza, wewe ni nani maombi yako Shetani yakubali yajibiwe tu kwa rahisi? Maombi inakuanga na vita. Bwana Yesu apewe sifa. Mahoya ni male haro. Na kama Danieli mtumishi wa Mungu alikuwa amemwagiliwa mafuta, he is anointed man of God, lakini ile siku alianza kuomba, hiyo ndio siku Mungu alijibu maombi yake. Lakini Shetani anamfanyisha kazi ya bure. Praise the living God. Unajua wakati mwingine kuna kazi kule mawe ya Shetani ya tuti tutafati kuruta. Kule mawe ya Shetani ya tuti tutafati kuhoya. Mawe ya magega yashokirie tene na wewe turaga uhoyaga. Praise the living God. Then anelele, which kind of a heaven, ni mbingu gani huwa unaomba? Bwana Yesu apewe sifa. Ni iguru liliku. Na kwa kukwela terere, mbingu ni tatu. Kuna mbingu ya kwanza, kuna mbingu ya pili, na kuna mbingu ya tatu. Kwa tatu twarane na wega haha. Ukiathire kirathi ucererwo ni lesson Mwathani arogocwo. Ucererwo ni lesson ya mbere. Oke thaa 8 urekagie okosi utaranyitanete mwalimu arauga. Tondu ni wahetukirwo ni kindu gitagwo introduction. Introduction ni kindu gia bata muno. Mwathani arogocwo. Ngwenda gukwira atiriri, iguru ni cigana. Uri waigua guo, by the way? Have you ever heard that? Uri waigua nditote onokono kamuhwa ringi nduri wataririo no wanaigua ringi Ngai ni twagwita ni twaturikania iguru ria mbere ria keri na ria gatatu. Uraigua mundu akihoya guo nginya iguru ria gatatu. How do you understand wakati anasema kuhusu mbingu ya tatu? Ndio nataka tuelewe. Ndimurire atiri ashirika kaiguri inyumuri koragwo mu mbere ya riangi. Aiko mtu mwathoma ndeto ya iguru ria gatatu ri sasa tutasoma. Ndio maana nimekuambia hii ni topic itatupeleka kwa Sunday tatu. Hii ni Sunday ya kwanza, kuna Sunday nyingine na sasa ya mwisho ya kumaliza tufike mbingu ya tatu. Bwana Yesu apewe sifa. Na tuelewe kuhusu mbingu. Tumesikia ya kwamba Danieli ile siku ya kwanza alifikiria, si alianza kuomba, alifikiria kuomba. Hiyo ndio siku Mungu alijibu maombi yake. Kwa hivyo kuna mambo mengine hata haihitaji uombe. Ukifikiria tu kuomba, Mungu tayari amekujibu. Lakini kuna Shetani ambaye anazuia maombi yako kujibiwa. Kuna prosperities, kuna powers. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna forces. Na hizo forces zinadetermine ni mbingu gani unaelekeza maombi yako. Ni mbingu gani umesimama ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wenye wako mbingu ya kwanza, kuna wenye wako mbingu ya pili, na kuna wenye wamefika mbingu ya tatu. Na tutakaposoma utajua tu wewe uko level gani. Wewe uko mbingu gani. Bwana Yesu apewe sifa. Ningependa tusome katika kitabu cha Psalms 35 verse 13. Psalms 35 verse 13. Zaburi. Psalms 35 verse 13. Tusikie kuhusu Daudi, naye vile kutoelewa mbingu ni kitu kibaya sana. Kwa sababu unaweza kuwa wewe ni muombaji, lakini maombi yako si ati ya kwamba hujui kuomba, unajua kuomba. Si ati ya kwamba hujui Mungu, unajua Mungu. Lakini problem ni kuwa hujawahi elewa kuhusu mbingu. Na ukielewa kuhusu mbingu,
utajua to direct your prayers to the right heaven. Praise the living God. Psalms 35 verse 13 inasema ya kwamba, yet when they were ill I put on sackcloth and humbled myself with fasting, when my prayers returned to me unanswered. Huyu ni Daudi, mtumishi wa Mungu na amemwagiliwa mafuta, lakini maombi yake yanamrudia tu kama nitawikia higa mwathani ya roho ucio. Unajua nindamenya ndirahujiria andu mahana akuria nyumite gwitu ri turamukona rwiri wa gura haha ri gwitu twaragia horo wa rwiri wa sagana river. Riu ri tukiathire gutubira rwiri wa sagana ri ni waya kahiga ga thagana ugaikia mai-ini ona agathika undu uguo muri mwagaria okay inyoka mutimu watubira wira murathima. Amen. Mwathani arogocwo kora gwitu nginya iretu ni mwihutubira. Bwana asifiwe. Ni kuri ngaru nginya magithi cukuru ungia kumenya gutubira no utwaro muthenya umwe. Riu ungikirie kahiga kau karinge ihiga ringi, kahiga kau wa gucokagerera na force ndito gukira iria wikirie. Muri mwagaria uguo ni hau mwanageria ni mutukirurire ruhite tondu hau gutubira no na thina. Mwathani arogocwo na nikio mwerire mutungatiri tubatithirie hamukira-ini ndugathie harahari. Nimeona Bwana asifiwe. Nie ngamutwaraga haria hariku. Bwana asifiwe. Ngamutwaraga haria hariku. Riu ri Daudi na ni ndungata ya Ngai, maombi yake yanamrudia kama jiwe. Hebu tusome kwa Kikuyu tusikie Psalms 35 verse 13. Tusikie venye nasema. Riria marwarire ndehumbaga o ikonia na ngethĩnia ngoro ngeima nginya irio. No mahoya macio manjokagĩrĩra o gĩthũri-inĩ gĩakwa. Bwana asifiwe. Ndikana wanahoya mahoya ukaigua gutire handu marathie matirakira nginya mabati-inĩ. Uguo niguo Daudi ahoyaga. Arauga atiriri, mahoya maria ndahoyaga ri manjokagĩrĩra o gĩthũri-inĩ gĩakwa. Bwana asifiwe. Yani niriri nduri na breakthrough, gutire handu mahoya maku marathie. Bwana asifiwe. Unasikia hata ile maombi unaomba ni kama yanakurudia, ni kama hii ya Daudi. Na kama Daudi alikuwa mtumishi wa Mungu na alikuwa amemwagiliwa mafuta, he is a man after God's heart. Lakini maombi yake hayakuwa yanaenda mahali, yalikuwa yanamrudia ndani ya moyo wake. Mamucokagira ngoro-ini yake, na ni mundu wina ngoro ihana ta ya Ngai. Uguo niguo Ngai arauga ati ndioneire mundu wina ngoro ihana ta yakwa. But huyo mtu alikuwa na roho kama ya Mungu. Maombi yake ilikuwa inamrudia kama nini? Kama jiwe. Mwathani arogocwo. Ndikana wanageria kuhoyoka igwa mahoya gutire handu marathie. Yani ona nduri na breakthrough. Bwana asifiwe. Kwacha naona mahoya makwihika inakuanga shida. Bwana asifiwe. Unafikanga mahali ndikana ndo waginya kuhotoka na Ngai ta ina presence. Mwathani arogocwo. Hatira presence ukaigwa kumite. Mwathani arogocwo. Hivyo ndivyo Daudi alikuwa anasikia. Alikuwa naomba lakini maombi yake ilikuwa inamrudia kwa kifua yake. Bwana Yesu apewe sifa. Ilikuwa inamrudia kwa nini? Kwa sababu kuna mbingu tofauti. Ni vizuri uelewe ni mbingu gani unaelekeza maombi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Genesis chapter number 1 verse 1. Genesis chapter 1 verse 1. Nyinyi mtakuwa Bible student. Bwana Yesu apewe sifa. Mtakuwa Bible student kwa sababu tutakuwa tukisoma verses mingi kabisa. Nataka tuelewe kuhusu mbingu. Tumeona Danieli maombi yake yalijibiwa siku ya kwanza. But there was a problem in between heaven and Daniel. Kuna kitu kilikuwa kinatendeka hapa katikati. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi yake yalikuwa yameshikwa. Ni vizuri tuelewe yalikuwa yameshikiwa mbingu gani. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna maanisha kuna mbingu haiwezi kaachilia maombi yako. Kuna mbingu inashika maombi yako. Praise the living God. Kuna anga. Shinda sio wewe, shinda sio Mungu, shinda ni kutoa
sifa. Ukielewa kuhusu mbingu utagundua ya kwamba our God is very faithful, na anasikia maombi na anajibu. Praise the living God. So ni vizuri tuelewe kuhusu mbingu. Genesis chapter number 1 verse 1. Tusome kwa Kikuyu tusikie. Genesis chapter 1 verse 1. Okiambĩrĩria rĩ. Na gũkũ thĩ nĩ ũguo kinyia hau. Ya gĩthũngũra atĩrĩrĩ, in the beginning God created the heavens. Hiyo ndio jina nilikuwa nataka. God did not create heaven. He created heavens. Laiti ungekuwa na ya Kiingereza ungeelewa vizuri nini nakwambia. In the beginning God created the heavens and the earth. Dunia ni moja, lakini mbingu iko na S. He created heavens. Hii inamaanisha kwamba we have a different kind of heaven. Na ndizo nataka tuangalie kwa hizi wiki tatu, hizi mbingu tatu. Siku ya leo utaniruhusu tuongee kuhusu mbingu ya kwanza, iguru ya mbere. Bwana Yesu apewe sifa. Tuelewe kuhusu mbingu ya kwanza. Tukikuja Jumapili nyingine tuongee kuhusu mbingu ya pili. Tukikuja Jumapili ya tatu tuongee kuhusu mbingu ya tatu. Na tutakuwa tumemaliza hiyo topic na utakuwa umeelewa kuhusu mbingu. So, nataka kuongea kuhusu mbingu ya kwanza. Lakini kabla niongee kuhusu mbingu ya kwanza, let me define what is heaven. Let me define the term heavens. The word heaven originated from the Hebrew word inaitwa shamayim. Uga shamayim. Sema shamayim. Ndumu kwa liya kehibirani ya inywe. Tahorera Jesu rega gatone muyokeku. Amen. Sema shamayim. Shamayim. That is a Hebrew word of heaven. It originated from the Hebrew word shamayim, which means different heads. Na riko ganyo tutaibie kanitha wothe utuke wa githungu mwathani arogocwo atitaria githungu ndira batara mwitauna. Bwana asifiwe. Orera Jesu wega tondu ni gwikogo. Shamayim inamaanisha different heads. Different heads. Yani na kwa Kikuyu tunaeleza nini different head? Yani kuna urefu na huo urefu uko na tofauti. Itigo. Yani iguru ni maita matatu. Bwana asifiwe. Kuna iguru ria mbere, ria kere na ria gatatu. Na kini kio tuleta different height. Shiria batete. Iguru ria mbere ni rio riri thi, ria kere na ria gatatu. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio tunaita shamayim in Hebrew. You know, the Bible in the beginning was written in a Hebrew. It was later translated into Greek, then translated to English and different languages. So Hebrew knew the original language of the Bible. Bwana Yesu apewe sifa. So heaven originated from the Hebrew word shamayim, which means different height. Praise the living God. And in every height there is an activity that usually carried there. In every height there is an activity. Bwana Yesu apewe sifa. Mbele ya tuingirite iguru riri ria mbere ri. Unajua scientists wanakuambia kwamba the higher you go good. Wewe ule na hivyo na wasomi. Sasa hata sitaongea Kikuyu tena. Nimeona ni jaro mnaniletea. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe mnanielewa. The higher you go, the cooler it become. Now, lakini mulia atiriri andu Ngai. Na guku iguru ri niki gikoragwo kuo. Kindu kia mbere ni riua. Etiguo. Riua riko riri horuka riko riri hiu. Na okay. Logistically kana ukirotaririe ri no ria uiri uria turathi na iguru ri tubati gukorwo tukiigwa rugari kati tukiigwa heho tubati gukorwo tukiigwa rugari to turakuhiria riua. Bwana asifiwe.
Lakini ni kwa nini the higher you go the cooler it become? Why? Hiyo inafaa uelewe kuna vile Mungu aliumba mbingu. Bwana Yesu apewe sifa. Mbingu ni 3. Na ninataka tuelewe kuhusu mbingu ya kwanza. The first heaven. Praise the living God. The first heaven is called the heaven of atmosphere. Kama unaandika andika. The heaven of atmosphere. In the book of Genesis chapter number 1 and verse 1 up to 13, Biblia inasema ya kwamba in the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Verse 3. And God said, let there be light. And there was light. Verse 4. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. Verse 5. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. Verse 6 inasema, and God said, let there be a vault. Aha, Bible ya Kikuyu. Nipe Biblia ya Kikuyu. Wanasifiwe. Ya, wacha tusome kwa hii ili nisieleze sana. Tuelewe kuhusu mbingu. Bwana Yesu apewe sifa kwa sababu ni muhimu. Verse 6 inasema, Ngai akiuga atiri nikugie mutaburuko wa matu mairo gatagati-ini ka mai naguo wamũranie mai maya na maya mangi. Nake Ngai agĩkĩra mũtambũrũko ũcio agĩkĩamũrania mai marĩa marĩ thĩ ya mũtambũrũko ũcio na marĩa marĩ igũrũ rĩaguo. Twambe tukinyie hau. Mwathani arogocwo. It means kuna harĩ rũthingo Ngai ekĩrire na gũkũ igũrũ rwa mai. Mwathani arogocwo. Ngai akĩamũrania mai marĩa marĩ gũkũ thĩ na marĩa marĩ igũrũ. Hau gatagatĩ-rĩ gũkĩgĩa na space. Mwathani arogocwo. Nĩyo twĩtaga the first heaven. Bwana asifiwe. The first heaven is in between the earth and the sky. Bwana asifiwe. Na nĩyo tũreta the atmosphere. Igũrũ rĩa mbere-rĩ nĩ rĩrĩ tũrĩ thĩinĩ warĩo. Mwathani arogocwo. Na rĩ gatagatĩ wa matu na gũkũ thĩ. Hiyo ndio tunaita mbingu ya kwanza. Aha, tuendelee tusikie venye Mungu anasema verse 7. Nake Ngai agĩkĩra mũtambũrũko ũcio akĩamũrania mai marĩa marĩ thĩ ya mũtambũrũko ũcio na marĩa marĩ igũrũ rĩaguo. Gũgĩtuĩka o ũguo, Ngai agĩgĩtua mũtambũrũko ũcio wa matu mairũ igũrũ. Bwana asifiwe. Agĩtua kĩ? Mũtinanyita hau. Verse 7 tani tucokere. Nake Ngai agĩkĩra mũtambũrũko ũcio agĩkĩamũrania mai marĩa marĩ thĩ ya mũtambũrũko ũcio na marĩa marĩ igũrũ rĩaguo. Gũgĩtuĩka o ũguo. Aha, verse 8. Ngai agĩgĩtua mũtambũrũko ũcio wa matu mairũ igũrũ. Agĩtua mũtambũrũko ũcio wa matu mairũ kĩ? Igũrũ. Oguo kwĩna igũrũ rĩmwe Ngai ombire. Na igũrũ rĩu rĩ nĩ igũrũ rĩa matu. Bwana asifiwe. Kuna hii ndio maana nimekuambia in between the sky, the atmosphere, hiyo ni mbingu ya kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni Mungu aliumba. Na thĩinĩ wa thĩ ĩno rĩ, Mwathani arogocwo. In every heaven God is in control. Bwana asifiwe. God is in control. Tumeona verse 7. So God made the vault and separated the water under the vault from the water above it, and it was so. Verse 8. God called the vault sky. Praise the living God. Na hiyo ndio mbingu ya kwanza Mungu aliumba. Bwana Yesu apewe sifa. Oguo gũtũikaraga rĩ nĩ igũrũ rĩa mbere. Mwathani arogocwo. Tũkoragwo tũrĩ igũrũ rĩa mbere. Na igũrũ rĩa mbere rĩ mũhaka rĩ
ni mai maria Jesu Kristo Ngai ekirire akiumba thi. Mwathani arogocwo. He created the heaven. Deuteronomy chapter number 17, Deuteronomy chapter number 11. Deuteronomy na gikuyu ni ndu ucokerije mathani. Chapter number 11 verse 17. Deuteronomy 11 verse 17. Deuteronomy na gikuyu tuona ni ucokerije mathani. Okay, no kinyita hau atuthomere. 11 verse 17. Nataka tuelewe kuhusu mbingu. Bwana asifiwe. 11 verse 17. Irauga atiriri, na tondu ucio Jehova acinwo ni marakara ni undu wanyu, nake ahinge matu maria mairo, gutigacoke kugia mbura, onayo thi yage gucoka guciara maciaro mayo, na inyue muthire ona rua, mwehere bururi ucio mwega Jehova amuheaga. Mwathani arogocwo. Uyu ni Ngai akiaria na Musa na aramwira atiriri, ona mwaingira bururi wa kiraniro ri, mukibadilika Mungu atafunga mbingu, kusikue na nini? Kusikue na mvua. Bwana Yesu apewe sifa. Ile mbingu Mungu anaongea kuhusu ni hii mbingu ya kwanza. Mwathani arogocwo. Katika hii mbingu ya kwanza, then the Lord's anger will burn against you, and he will shut the heavens so that it will not rain, and the clouds will yield no produce, and you will soon perish from the good land the Lord is giving you. Mwathani arogocwo. Hiyo ndio mbingu ya kwanza. Katika hii mbingu ya kwanza ndipo tunalima. Haneho tulimaga. Mwathani arogocwo. Huko niko tuleaga na tukanywa. Bwana asifiwe. Katika hii mbingu ya kwanza. Lakini ningependa uelewe, Biblia inaongea kuhusu mbingu. Wakati Mungu anasema ati kutakosekana mvua, kutakuwa na njaa, anaongea kuhusu mbingu. Bwana Yesu apewe sifa. Katika mbingu ya kwanza, thini wa iguru ya mbere, Mwathani arogocwo. Hapa ndipo unakuwa na njaa. Hapa ndipo unavaa mpaka nguo. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa katika mbingu ya kwanza. Na ndio maana nimekuambia kwamba ni vizuri wakati unaomba, wakati unafanyia Mungu kazi, wakati unaambia our heavenly Father, ujiulize ni mbingu ya aina gani unaita. Bwana Yesu apewe sifa. Katika hii mbingu ya kwanza, God is in control. At the same time, demons are in control in the first heaven. Mwathani arogocwo. Ndĩrauga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa igũrũ rĩrĩ rĩa mbere rĩ, Ngai rĩ ena wathani. Mwathani arogocwo. At the same time, thĩinĩ wa igũrũ rĩrĩ rĩa mbere rĩ, there is a demon. Ni kuri na daimono. Mwathani arogocwo. Na ni kuri na kuu ni kuo nyoka yari ĩrĩa yahenirie Adam and Eve, yari thĩinĩ wa igũrũ rĩa mbere. Bwana asifiwe. So wakati unaomba na wakati unaambia Mungu akukumbuke, ni vizuri ujiulize ni mbingu gani? Ni Mungu wa mbingu gani? Kuna Mungu wa mbingu ya kwanza, kuna Mungu wa mbingu ya pili, na kuna Mungu wa mbingu ya tatu. Praise the living God. Na ninajua tukifikia mbingu ya tatu, hapo ndipo utakuja kuelewa vizuri kuhusu Mungu na vile Mungu anafanya kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Katika kitabu cha Deuteronomy maandiko yanasema ya kwamba Mungu akikasirika anafunga mbingu. Anaongea kuhusu mbingu ya kwanza. Mbingu ya kwanza, there is a closing and opening of doors. Praise the living God. In the book of Malachi chapter number 3 verse 10, Biblia inasema ya kwamba na mkileta fungu la 10, munijaribu kwa fungu la 10, na mtaona vile nitafanya. Nitafungua milango ya mbinguni. Ile mbingu Mungu anaongea kuhusu, it is a heaven of produce.
Kwa sababu wanasema ya kwamba na kutakuwa na chakula. Praise the living God. Na nĩ mũkũgĩa na irio mũcige thĩinĩ wa mathito manyu nginya mwage gwa kũiga. Praise the living God. Mungu akifungua mbingu ya kwanza, it is a heaven of produce. Praise the living God. Hii ndiyo mbingu ambayo tunaishi, na hii mbingu ukiwa ndani yake kuna kukula na kuna kukunywa. Lakini ukifika mbingu ya tatu, huyo ndiye mtu ambaye anaelewa kuhusu kufunga. Praise the living God. Mtu bado akiwa katika mbingu ya kwanza, ukimwambia mambo ya kufunga hawezi akaelewa. Praise the living God. Kwa sababu yule Mungu ambaye anatumikia ni Mungu wa chakula. Mwathani arogocwo. Ngai wa thĩ ya mbere nĩ Ngai wa irio. Mwathani arogocwo. Nĩ Ngai wa kũihũria makũmbĩ na irio. Bwana asifiwe. Na nĩ Ngai wa ikeno. Gũkũ kwĩna ikeno. Mwathani arogocwo. Lakini ukitoka katika mbingu ya kwanza uingie mbingu ya pili, uzame mpaka mbingu ya tatu, hapo ndipo utaelewa ya kwamba chakula sio muhimu. Kuna kile muhimu katika ufalme wa Mungu. Praise the living God. Mtu mwenye ako katika mbingu ya kwanza, ukimwambia mambo ya kuachana na chakula hawezi. Mwathani arogocwo. By the way, kũrĩ Ngai etagwo irio. Andũ matũraga mainamĩrĩire. Mwathani arogocwo. Andũ matũraga mamĩhoyaga. Niĩ ndingĩikara itarĩ na tũirio. Moja watu wakafasta ni juma kaba kurokera mukimo rũcinĩ. Mwathani arogocwo. Ũgagĩũka hatu kana chapa. Ikuĩte na hinya. Kumbe ni mukimo rĩnda. Bwana sifiwe. Kwa sababu kuna Mungu anaitwa Mungu wa chakula, na huyo Mungu ni wa mbingu ya kwanza. Mtu akiwa mbingu ya kwanza hajui kufunga. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akiwa mbingu ya kwanza, mtu akiwa mbingu ya kwanza, hata ukimwambia wachana na usingizi akuje tuombe, hajui ni nini hiyo. Praise the living God. Katika mbingu ya kwanza kuna kulala, ni hali gũkoma. Mwathani arogocwo. No akinya igũrũ rĩa gatatũ, Bwana asifiwe. Hapo ndipo unajua prayer night ni nini, kesha ni nini. Mtu akiwa mbingu ya kwanza hawezi akakesha. Bwana asifiwe. Mtu akiwa mbingu ya kwanza hawezi akafunga. Mtu akiwa mbingu ya kwanza anaomba yale maombi yako makugaterere. Mungu naomba unibariki ninapolala, na Mungu nikumbuke. Alafu asubuhi inafika nasema amen. Mwathani arogocwo. Augaga amen thinacara na ambĩrĩirie mahoya ongirashikana thaa ithatũ, kwa sababu hawezi kubali kuachana na usingizi aombe. Praise the living God. Huyo ni Mungu wa mbingu ya kwanza. Praise the living God. Na nikiona kuna atiriri, at the end of this topic utajipima ujue wewe uko katika mbingu gani. By the way tunamaliza 2021 by the way too. 2021. Okay. Mwathani arogocwo. Kuna mtu amemaliza huu mwaka na hajawahi funga. Praise the living God. Amen. By the way, no amenyorete thani cigana cia irio. Wĩtĩkie nĩ kũrĩ Ngai etagwo irio. Bwana asifiwe. Mũthenya ũrĩa agatha ta nĩ tũtarĩ tuoke. Bwana asifiwe. Amen. Mũthenya ũrĩa maita maigana. Inyuĩ to rĩu mũkĩrĩ gĩcagi no mũkĩrĩ maita maingĩ. No rĩu rĩ okay, marĩa tũkĩwĩ common mũno rĩ nĩ ta matatũ ũguo. Rũcinĩ ndwagakorokera gacai na rĩngĩ kamũgate. Nĩ irio. Bwana asifiwe. Iyo nĩ miri ya mbere. Tũgĩtigane na ya thaa inya ĩ, tondũ rĩmwe nĩ kĩagaga nĩ ũkaga mission tũthiaga thaa mũgwanja. Thaa mũgwanja nĩ ũkĩaga kũrĩa? Ndũkĩrĩaga. Haya tũgĩthiaga hwaĩ-inĩ. Icio nĩ thani cigana harĩ mũthenya? Nĩ thani ithatũ. Times 30. Yeah? 90. Oguo harĩ mweri ũkoragwo ũrĩte thani 90. Mwathani arogocwo. Okay, 90 times 12. 90 times 12. Icio nĩ thani cigana harĩ mwaka? Ate? 10,800. Icio nĩcio thani iria ũrĩte mwaka mũgima. Na tukihesabu kufunga, umefunga mara ngapi katika huo mwaka? Yeah? Ati mbili. Mwathani arogocwo. Ucio ni ageretie by the way ucio wa igĩrĩ harĩ mwaka. Kuna mtu anamaliza mwaka bila kufunga. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi na kuanga na vita. Na ndio maana nakuambia ukielewa kuhusu mbingu utajua ni Mungu wa aina gani unatumikia. Bwana Yesu apewe sifa. Katika mbingu ya kwanza huwezi ukafunga. Katika mbingu ya kwanza huwezi ukaachana na usingizi. Nĩaigana mokagĩrwo ũtukũ gatagatĩ makamba kuoya ndagĩka 30 cia gwĩta Ngai.
Bwana sifiwe. Cia guthoma kirikaniro na kuga Ngai ni toka twaranirie in the midnight riria andu makomete. Please let me go. Ni hukorenda kahinda gaku na Ngai. How many people? Please let me go. And that is why Christianity inaonekana ikiwa weak. Kwa sababu Christians tulicheza na Mungu wetu. Enda kwa Muislamu maita matano hari muthenya ndagago kira kiga arukuba kuba mwana ya roho shu ndokimenya ne bio mauga lakini mara tano kwa siku kwena corona kana gutire muithiramu na inamagira Ngai yake. Lakini wewe Mkristo, Bwana Yesu apewe sifa, mwaka unaisha bila nafasi na Mungu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Hii mbingu ya kwanza, hapa ndipo watu wanakula vizuri, watu wanalala vizuri, raha ni nzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukifika mbingu ya tatu, hapo ndipo utaelewa kufunga. Please let me go. Chakula inakuwa sio priority, priority ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. So ukiwa katika mbingu ya kwanza, maombi inakuwa gumu. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi inakuwa ni shida. Ona kanitha no ukage by the way ucereirwo hau thaitha-ini na nuthu nigetha session ino ya mbere ya mahoya ri ndimireka renge tondu ile ithaa rimwe ria mahoya pastor ni aratutwara muno uko mbingu ya kwanza. Jamani, toka mbingu ya kwanza ingia mbingu ya tatu tuzame pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiingia mbingu ya tatu, maombi haitakuwa shida, haitakuwa kusukumwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hata risali moja itakuwa ni dogo sana kwako, kwa sababu uko katika mbingu ya tatu. Tawe uliatirire uri wathi mahoya mugathi muri gurufu ukona mama mundu ahoire ma yani we ararigo yani araruta hinya uyu kuba kuhoya tondu we ahoire ndagika 2 ni umeirwo. Bwana sifiwe. Mathirire urarigo riu nguga kiriko. Bwana sifiwe. Riu ona kana uyikarire thi ona riu tondu makihoire mureke ngoma ngorere magithia kwa sababu hauna kitu ya kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Let me tell you the difference between wewe na huyo mtu mwingine ni ile mbingu uko. Mwathani arogocwo. Kuri mundu arahoera iguru ria gatatu na we arahoera iguru ria mbere. Mwathani arogocwo. Mungu wa mbingu ya kwanza na Mungu wa mbingu ya tatu kuna tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa mbingu ya tatu, hata kanisa inakuwa na revival. Please let me go. Ni lazima tuinue maombi yetu mpaka tufike mbingu ya tatu. Ni lazima tuinue mahubiri yetu mpaka ifike mbingu ya tatu. Praise the living God. Reke ngwire ni wamenya niki gitumaga muhunjia kihucio kona andu amwe magicuka. Bwana sifiwe. Tondu muhunjia arahunjia iguru ria gatatu na akiara iguru ria mbere. Yani iguru ria irio na menya irio ria gato. Ukikona mundu agicuka kanitha mbere kurokera githani rucini. Bwana sifiwe. Guti mundu muhutu ungiona toro. Tayorigeria ni kuona. Mwathani arogocwo. No ngikona we muhutu ni ndira mundu by the way fasting uigo gatoro rikoma. Ngai ni ukurehera kiroto. Na kiroto kiu ri egukorwo agikuhe message. Bwana sifiwe. Kiroto kia mundu muhutu ri kiu gitiko kiri kia irio. Ndukana kiringe itheru. Mwathani arogocwo. No ngikaria ngima na nyama ucoke ukome ongorote. No rote kia ngima na nyama by the way. Bwana sifiwe. Kiu ni kia ngima na nyama ngadirarotire ngatithitio ni ngari akangicuha lori ni kia ngima na nyama wakiria ngima na nyama woma pari ndungiaga kurota. Bwana sifiwe. Lakini ile ndoto nzuri inakujanga wakati umefunga. Bwana Yesu apewe sifa. Rĩrĩa wetikira kwĩima, rĩrĩa wetikira kwaga kũrĩa nĩ tondũ wa thamaki wa Ngai. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa wetikira gũtuka mwĩrĩ waku. Bwana sifiwe. Rĩrĩa wetikira kũregana na indo cia gũkũ thĩ, kĩrĩa mwĩrĩ wendete mũno. Bwana sifiwe. Hizo chakula unapenda sana, wakati umeachana nazo, hapo ndipo Mungu anakutembelea. Please let me go. Ngai ndangĩgũcerera mũno na mwarĩ wa ithe witũ wĩ harĩa ha ngima na nyama na thubu wa ngũrwe. Batheri kushingiruma gũkũ nĩ mũkinyĩra nĩ thubu wa ngũrwe. Ofumete. Bwana sifiwe. Ofumete mũno. Kũrĩ marikaga ikombe icio mbere ya makomete. Nĩguo akanurekera hinya kĩrĩa. Bwana sifiwe. Gũkũ maru Mwathani arogocwo. Rĩu iko gũtũrĩtio nĩ nyama na thubu wa ngũrwe ri. Bwana sifiwe. Nĩ ngũrwe kana nĩ ngamĩra? Ni thubu wa ngamĩra. Bwana sifiwe. Uitulitio ni thubu wa ngamĩra.
Mwana ya roho. Alafu nataka Mungu akutembelee. Haiwezekani. Chagua tu siku moja ujaribu kufunga. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anataka watu wale ambao wanafunga, kanisa ambayo inafunga, watu ambao wanauliza prayer mountain iko wapi? Praise the living God. Mwana ya roho. This is the house of prayer. Come in this house. Ushinda hapa siku mzima ukiomba Mungu na useme sitakula, breakfast sitakula, lunch ikifika sitakula, hata supper sitakula, ili Mungu aninene. Please the living God. Na utaweza kutoka katika mbingu ya kwanza. Igoro ya mbere liumagwo na kurega irio. Mwathani arogocwo. Igoro ya mbere liumagwo na kurega toro. Bwana sifiwe. Igoro ya mbere liumagwo na kwehinga. Bwana sifiwe. Yale mambo mwili nataka. It is the world of produce. Praise the living God. Amen. It is the world of food. It is the world of water. Praise the living God. In between sky, here, there is an activity. Na hapa chetani anatawala. Ndimwende wako ni kuonyokari. Mwathani ya roho shu. Ura waheridia Adam and Eve. So God is here and also demons are here. If you direct your prayers to the first heaven, jua ya kwamba kuna uwezekano forces za giza zitafungia maombi yako. Elekeza maombi yako katika mbingu yenye hakuna chetani anapatikana, hakuna pepo inapatikana. Bwana Yesu apewe sifa. Katika mbingu ya tatu, hapo ndipo watu wanapona. Praise the living God. Ndio maana nimekuambia hata mahubiri yetu lazima yafike kile kiwango cha mbingu ya tatu. Unajua siku moja Paulo alipokuwa akihubiri, moto ukawaka ndani ya kanisa, na akiwa katikati ya mahubiri, maandiko inasema ya kwamba masaa ikapita, wakaenda mpaka usiku, na kiokege karine dirisha wetikihe itile hadafu gikingauka gigekua wawage ni haria agikiohera gikiriuka. Praise the living God. Hayo ndio mahubiri ya mbingu ya tatu. Praise the living God. The revival in the house. Okoleto hutirie guko na nduramenya ni thaa cigana. Mwathani arogocwo. Ona nduratinda ukirona muhujia tha, kwa sababu kuna mbingu tumefika. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wakati Mungu anasema ya kwamba ninaamka katika kiti changu cha enzi na ninakaa katika sifa za watu wangu, anaongea kuhusu mbingu. Wakati umeinua sifa, zimefika mbingu ya tatu, hapo ndipo Mungu anaamka. Na watu wa Mungu, kupeleka watu mbingu ya tatu sio rahisi. Kupeleka watu na kupeleka sifa mpaka mbingu ya tatu, praise the living God, ni lazima ukubali kufunga, ni lazima ukubali maombi, ni lazima ukubali kujinyima zile vitu unapenda kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Sio rahisi. Praise and worship. Agiko murenda munyithie kigosho kinyando makinya iguru ria gatatu. Praise the living God. Ndungio tinya wa mukimona tofoga mwathani ya bagosho. Mukimona tofoga hamwe na ine. Bwana sifiwe. Sio hiyo, lazima mkue watu wa kufunga. Watu wanakuja mapema kuombea madhabahu. Praise the living God. How ndio watu watafika mbingu ya tatu? Praise the living God. Lakini kama hatutafika hapo, kama hatutajua kufunga, kama hatutajua maombi, kama hatutajua kujinyima zile vitu mwili unapenda, mbingu ya tatu hatufiki. Praise the living God. Wangapi wanatamani tufike mbingu ya tatu? Mwathani arogocwo. Nataka tupelekane pamoja. Na nikio ndikomwira mwihingio muthi. Bwana asifiwe. Ona nini kuria nigetha tukorwo turi iguru rimwe. Bwana asifiwe. Tukiingira iguru ria keri tuingiranie. Mwathani arogocwo. Iguru ria gatatu tuke tukiingirania. Etiguo hii kanisa ikuwe ni washirika wanatawala katika mbingu ya tatu. Bwana Yesu apewe sifa. Mbingu yenye hakuna pepo inapatikana. Hakuna malaika anaweza fungia maombi yako. The reason why maombi ya Daudi yalikuwa yanamrudia kwa kifua yake ni kwa sababu alikuwa na direct kwa ile mbingu baya. Praise the living God. Mbingu ya kwanza na mbingu ya pili kuna mapepo. Hata mbingu ya pili tutaona kuna mapepo. Hata ni rogosho. Ni tondu ni iguru riria rikaragwo ni njata na mweri na riua. Mwathani arogocwo. Na kuna watu walifika mbingu ya pili hawakupita hapo. They worship stars, they worship moon, ama mjaisikia watu kama hao. Acio mathathagia njata. Mwathani arogocwo. Mathathagia mweri. Bwana sifiwe. Kwaje kwihingo
kuhingo Ngai erambararite muno andu maratura macaragia ngathiti uria njata yaku irauga muthenya ucio ni Ngai ya iguru ria keri. Bwana sifiwe. Tutaona katika hiyo mbingu ya pili pia kuna pepo. Praise the living God. Kuna pepo na kuna watu walifika huko wakaabudu stars, wakaabudu moon. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mbingu ya tatu, hapo ndipo tunatamani, hapo ndipo makao yetu. Ngai ukiria atiriri, reke itumbe mundu uhana ta ithuĩ. Bwana asifiwe. If you look like God, you look like that heaven. You belong to that heaven. You are the candidate of that heaven. You are a member in the that heaven. Bwana asifiwe. By the way, membership yako ithomaga iguru ririku. Bwana asifiwe. Njoo hii mbingu ya chakula iguru riri ya irio ri na nyama na ngima ri mwathani arogocwo. Kuna register ikitanwa. Wewe register yako inaweza patikana mbingu gani? Which heaven do you report? Mwathani arogocwo. Register wigagira ne tondu wa ndungiaga guka kirathi ndungiingira register-ini. Etigu. Ogwo ri guka kirathi ni kuingira ke? Angĩkorwo we ũkoragwo igũrũ rĩa mbere rĩ, rĩtwa rĩaku rĩtikĩrĩ igũrũ rĩa mbere. Angĩkorwo igũrũ rĩa kerĩ rĩ, rĩtwa rĩaku no rĩonekanire register-inĩ ya igũrũ rĩa kerĩ. Bwana sifiwe. Angĩkorwo we ũparĩtaga igũrũ rĩa gatatũ rĩ, your register is in the third heaven. Praise the living God. Itatafutwa katika dunia ya kwanza, hautapatikana. Dunia ya pili, wale watu wanaabudu stars na wanaabudu moon, hautapatikana. Lakini mbingu ya tatu utapatikana. Praise the living God. Wacha Mungu atusaidie tuweze kupanda mpaka tufike mbingu ya tatu. Tutakapomaliza hii topic utaweza kujipima na ujue wewe uko katika mbingu gani. Nimekuambia katika hii mbingu ya kwanza, hii ni mbingu ya chakula. Yaragia horo wa irio ni kuhinga iguru ritige kuria mbura nigetha kugie na ngaragu. Iguru ria mbere ni kuri ngaragu. Mwathani arogocwo tondu kira githinagia andu ni irio. Bwana asifiwe. Ono kiria Ngai angikuerithia nakio wi guku thi ni irio. Mwathani arogocwo. Ni chakula tu. Hiyo ndio mbingu ya kwanza. Praise the living God. Tukikuja Jumapili tutasoma kuhusu mbingu ya pili. Praise the living God. Ili uweze kujipima wewe uko katika mbingu gani. Na ni ombi langu kanisa la Kaiguri tupande mpaka mbingu ya tatu. Praise the living God. Na tuwakinya iguru ria gatatu ri kuna mambo yatatendeka. Praise the living God. Watu wataanza kupona, maombi yako yatajibiwa. Praise the living God. The reason why Danieli maombi yake hayakujibiwa na yani hayakumfikia siku ya kwanza ni kwa sababu yalishikwa katika mbingu ya pili. Praise the living God. Maoya mani pili iguru ria keri, lakini hakuweza kupenya mbingu ya tatu. Kama alipenya mbingu ya tatu, hakuna kitu kinaweza zuia maombi yako. Praise the living God. Gutire kindu kingigirereria Ngai agucokerie mahoya maku angikorwo ni uturikanĩtie nginya iguru ria gatatu. No